Taarifa hii habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe nawe mpenzi msikilizaji wa Zeki Swahili Radio ya Kijamii Kivu, na ukaribisha kwa mkunjufu kuweza kufuata uchambuzi wetu wa habari kwa siku ya leo. Uchambuzi ambao unakubigwa na habari muhimu, ripoti za ripota wetu kutoka sehemu mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako wa siku naitwa Sudi Valentin, upande wa pili kijana Merci Mbiriz anashikilia vema dawati na mitambo. Msikilizaji, na kualika kuambatana nami mwanzo hadi mwisho kuna kwa uchambuzi wa habari. Kama nilivyokujuza ya kuwa uchambuzi wetu wa habari wanakubigwa na habari muhimu za siku ya leo za somo na mwenzangu Isaac Mrochashibe. Karibu. Asante sana mwenzangu Sudi Valentin. Kwenye habari muhimu leo hii tuanzie mjini Goma. Zaidi ya wafanyakazi wa ndani 800 kutoka kwenye shirika la EFDC, Union des Femmes Domestiques du Congo, mjini Goma, jimboni Kivu ya Kaskazini, hawana makazi, huku wengine hawajapata mishahara yao tangu mwezi wa kwanza. Hivyo ni kutokana na mzozo unaoendelea kwa sasa mashariki mwa nchi hii. Kwenye habari ya kitaifa, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesimamisha harakati zote za chama cha kisiasa cha PPRD cha rais mstaafu Joseph Kabila Kabange. Hivyo ni kutokana na uwepo wake mjini Goma, mji ambao unamilikiwa kwa sasa na AFC M23. Tunamalizia usomaji wa habari muhimu na habari za kimataifa. Huko Burundi, baraza la mawaziri nchini Burundi limeidhinisha mswada wa sheria ya bajeti serikalini kwa mwaka wa 2025-2026. Msemaji wa serikali ya Burundi, Jerome Niyonzima, amesema kuwa bajeti hiyo imezingatiwa kutokana na uchumi kutarajiwa kupanda kwa 4.6. Mpaka hapo sina la ziada na kuacha uje kwa kina kwa habari zenyewe. Asante sana kabisa mwenzangu Isaac Mrochashibe kwa usomaji wako bora wa habari muhimu. Msikilizaji wa Radio ya Kijamii Kivu, hivi sasa tuingie kwa undani uchambuzi wetu wa habari, tukianzia na hapa katika Moja wa Baraka na taarifa unaosema kuwa muungano wa walimu tarafani Fizi na Moja wa Baraka wametaja kuendelea na mgomo wao wa kutokufundisha watoto mpaka pale serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itawalipa mishahara yao ya miezi miwili. Wameyasema hayo kisha kutokufikia makubaliano yoyote katika kikao walichokiendesha kati yao na kitengo cha Jinakope. Akizungumza na redio yako, Bwana Trezor Belali Mathieu, msemaji wa walimu kote tarafani Fizi na Moja wa Baraka, ameanza hapa kwanza kuonesha makubaliano waliokubaliana katika kikao walichokiendesha. Ndio, nadhani tuliweza kuorganize Assemblée Générale mnamo tariki 8 za mwezi wa 4 na walimu wote wa teritoria ya Fizi na wa vile ya Baraka mnamo EPAK ato kusudi kujadiliana kwa kufatana na retare kupokea nyuma ya walimu, na ndio maana tumefika hapa ili tuje tukumbushe walimu ya kwamba ile decision yenye iliweza kamatiwa pale mnamo tariki 8 kunako shule la msingi Ake ato Baraka ndio hiyo ambayo walimu wanazidi kukamatia. Manake ba mwalimu jiske la banazidi kusema kwamba wanasubiri mishahara yao mnamo mwezi huu kadiri gisi walivyoahidiwa na serikali kwamba wavumilie kidogo, na walivumilia lakini bilishindikana. Na kufatana na hiyo ahadi tofauti kufatana na wakuu wote wa masomo kungazi zote, yani au niveau provincial, sous-provincial na au niveau de partenaires, donc des banques payeuses, en l'occurrence Caritas, mpaka hivi batu hawajapata solution kwa ile yabo doléance. Kumbe tunaweza kuthibitisha ya kwamba ba Francais banasema tunainsiste kama kesho siku ya kwanza masomo yote yanalipiwa na serikali hakutakuwa masomo. Tunasubiri donc tunaheshimisha maneno tuliyoongea katika kikao ya kusema ya kwamba tutarudi mashuleni mpaka pale ambapo serikali itaweza kutupatia mishahara yetu, na kwa kufatana na mapromesi ahadi ambazo tunazo kufatana na ngazi juu za shule tofauti.
zetu za Sud Kivu de kwa demarche ambayo wako mwayo, tunaziencourager. Tunasema ya kwamba wakati ambapo watatuma tu sinyale ya kupata pesa, sisi kama vile viongozi wa masindika ya walimu tutaweza njia zote kusinyale wa mwalimu ya kwamba pesa zinakuja na tuweze kurudia mashuleni ili kwa kufundisha watoto wetu. Tresor Bilal Mathieu ameongeza kuwa licha ya kuwa nyuma kulingana na programu za masomo, wana mbinu zingine ambazo watatumia kuwa sambamba na programu hiyo endapo tu watalipwa mishahara yao. Ndiyo, kalenda ipo ndugu mtangazaji. Ujue kwamba mwalimu akienda shule anatumika asubuhi na jioni anarudi anatayarisha tena ya kesho. Sasa yule mwalimu atatayarisha nini wakati iko njaa? Tusikuwa tunadanganyana, kuko benye wanasema mascarade. Mfrançais wanasema chômage déguisé. Mwalimu anaenda masomo, mzazi anawazia mtoto anaenda kwa masomo, anaenda soma, mwalimu yuko na njala. Ba Français wanasema une âme saine dans un corps sain. Ule mwalimu atafundisha nini wakati yeye tumbo yuko njala? Kwanza atenda kwa masomo, je, nguo haikufuliwa? Bora abaki nyumbani tu asubirie mshahara. Huko mastrategies na mingi zenye mwalimu anakamataka juu ajiratrape. Hata kama calendrier itakuwa reaménagé, kuna kuoka ile tusemaka ma séance. Ba mwalimu batajiorganiser mu sens zabo tofauti pourvu que baangalie comment batajiratrape mu ile programme ou bien calendrier yenye ilikuwa reaménagé. Mais tusifanye maskarada sema mwalimu aende fundisha pandeke mtu muko bure na anafika masomo anaikala kukiti unawazia kama masomo na afundisha. Hapana. Hii nchi ni yetu, tuijenge kwa pamoja. Na wakati mtu yuko na revendiquer droit yake, yuko na revendiquer na iko constitutionnel. Sheria inasema kama mtu kama iko leze, sheria yake haiheshimishwi, mapasho yake haiheshimishwi, iko na droit ya kurevendiquer njia zote zilizo établies par la loi. Na kulikuwa assemblée générale, bamalimu baliweza kudekreter le mouvement mu assemblée générale. Sisi hapa hivyo tuko na fiske, tuko na simple porte parole. Tunasema kenye mwalimu balisema juu kila mtu atafika kwa radio aseme hivi. Ile ni contentement wa mwalimu ndio tuko tunapresenter hapa. Bora kuna volonté ya kufundisha, atenda kufundisha wakati mtu mko njala, bora aende kwa shamba atafutia hata mtoto muogo juu ikie msaidie mtoto kwa kula, aende kwa masomo na hata fanya kazi. Ile ni kama vile bure. Mwishowe, msemaji wa walimu kote tarafani Fizi na mji wa Baraka ameomba kwa wazazi kutokupeleka watoto wao mashuleni na walimu wabaki manyumbani mpaka pale watakapolipwa mishahara yao ya miezi miwili. Dinakope ndio service iko chargé na préparation ya paye, iko chargé na kupayer mwalimu. Iko na préparer ndio paye. Na vike madame aliona kama paye vraiment inakawia na kuko obstacle ziliweza bloquer paye. Aliweza amboter pa ingine. Iko sawa vile plan B ya kuweza peut-être kusaidia mwalimu d'une part ou d'autre kusudi wabalipiwe. Mais ba mwalimu wa mingi au moins 90% baliweza douter. Mais certaines écoles baliweza déjà signer ile ma procuration na baliweza kuwa garantie que non dans moins de 72 heures ou 48 heures batalipiwe ile pesa. Ilikuwa depuis mardi ya hii semaine tuna hacha hapa. Lakini depuis le mardi mpaka leo tuko dimanche, hakuna ekole hata moja yenye itashuhudia kama shalipiwe ile makuta. Na banazidi kudute na ile situation ya kusema kwamba tutume mtu mwenye atujui tu aende kule Kinshasa atukamatie pesa kwenye benki na aanze tena kuzituma kwenye M-Pesa. Ile watu mingi baliweza kuishakia na bakasema ya kwamba banaungana kwanza na ile banki yenye ilikuwa nanipa mbele kwa kusubiria baweze kuharmonize, baweze kumaliza ile processus ya watu kulipa kwa M-Pesa kome gouvernement iliweza kuprevoir vike tuko mweta yenye haiko nzuri. Parce que jusqu'à présent hakuna ekole yenye ilipiwa na ile Dinakope yenye iliweza kusema kwamba itaweza kulipa. Ujumbe wangu nasema ya kwamba wazazi wachunge watoto wao manyumbani, pia walimu wabaki manyumbani, tusubirie mishahara yetu manyumbani, kwani ni sheria, tuko mu logique. Constitution nasema kwamba inabidi mtu kama ariziki na mshahara wake au muda wakati iko napata mshahara wake iko na droit ya kurevendiquer droit zake. Kumbe tunasema kwamba watoto wabaki manyumbani kesho, na wa sekondari na wa primari. Tunajua kwamba wa primari
hawapati pesa za wazazi, na wa sekondari wanapata kidogo ya wazazi. Ile ya wazazi ni ya kusekonde, iko na kia kusiplea njo ile mshahara yetu, na mshahara yetu haikuji. Sisi tuko wa Kongomani tuna haki ya kuomba mshahara yetu. Kumbe tunasema ya kwamba kila mzazi achunge mtoto wake nyumbani kwake, na kesho hakuna shule, tunasubiri mshahara yetu. Wakati mshahara itakapokuja watajulishwa na wazazi wote watume tena watoto wao shuleni wakati mshahara itakuja. Na kwa wale wapendelevu wa habari za michezo, hivi sasa nampisha mwenzangu Omar Makelele Ozile, ambaye kwa siku ya leo namuona kabisa amebadili namba na hivyo kuingia kwenye ulimwengu wa soka akiwa namba 1 mgongoni. Omar, karibu kwa kurasa wa habari za michezo. Naam, barabara kabisa mwenzangu Sudi wa Sudi Valentine. Leo katika habari za michezo nimebadili namba. Kwa sasa navalia namba 1 mgongoni yake golikipa wa klabu ya Arsenal The Gunners ambaye ni David Raya. Asante Zada. Tuanzie na habari za kule katika nchi ya Uingereza kunako michuano ya ligi hiyo maarufu Premier League. Ni kwamba mechi kadhaa zilishuhudia kupigwa katika nchi hiyo. Ni kwamba klabu ya Fulham katika uwanja wa Craven Cottage waliweza kutandikwa mabao 2-1 na vijana wa Chelsea The Blues, na vijana wa Ipswich Town katika uwanja wa nyumbani wa Portman Road waliweza kunyeshewa mvua ya mabao na vijana wa Arsenal The Gunners kwa kuweza kutambiwa mabao 4 bila majibu, na klabu ya Manchester United katika uwanja wa Old Trafford waliweza kutepeta mbele ya shangazi bila mjomba kwa kutandikwa bao 1-0 na vijana wa Wolverhampton Wanderers. Hayo ukitaka kuwatekenya uwaite imbwa mwitu wa msituni. Na upande wa habari za usajili ni kwamba klabu ya Al Nassr ya nchini Saudi Arabia imeandaa budget ya kitita cha paundi milioni 400 kwa ajili ya kuanza saini za wachezaji watatu katika dirisha kubwa la usajili mwezi ujao. Wachezaji hao ni pamoja na Moise Caicedo wa klabu ya Chelsea The Blues, Gabriel Magalhaes wa klabu ya Arsenal The Gunners pamoja na Vinicius Junior wa klabu ya Real Madrid. Wachezaji wote hao wapo katika rada za klabu ya nchini Saudi Arabia, na klabu hiyo ya Al Nassr watafanya kila liwezekanalo ili kuhakikisha saini za wachezaji hao watatu zinakubalika katika klabu hiyo ya hapo katika nchi ya Saudi Arabia. Mshambuliaji wa klabu ya Sporting Lisbon huko nchini Ureno, raia wa Sweden Victor Gyökeres yupo tayari kujiunga na klabu ya Arsenal The Gunners katika dirisha kubwa lijalo la usajili. Klabu ya Chelsea The Blues pia imeonyesha nia ya kumsajili mshambuliaji huyo, lakini amechagua klabu ya Arsenal The Gunners ili aweze kusukuma gurudumu la pale katika uwanja wa Fly Emirates Stadium. Kocha mkuu wa klabu ya FC Barcelona Hansi Flick ameiambia uongozi wa klabu hiyo kuwa waweze kufanya nguvu katika harakati zote waweze kumsajili mchezaji Jamal Musiala katika dirisha kubwa lijalo la usajili kuliko kumsajili mchezaji Nico Williams. Kocha huyo wa klabu ya FC Barcelona Hansi Flick anapenda zaidi kuona mchezaji Jamal Musiala anajiunga na klabu ya FC Barcelona na sio mchezaji kutoka Uhispania Nico Williams. Barcelona itakuweje? Tusubiri tuone namna gani mambo yatakavyokuwa. Na mwishowe ni kwamba klabu ya daraja la pili nchini Uturuki Yeni Malatyaspor imekatwa alama 18 na shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA. Pia shirikisho la mpira la hapo nchini Uturuki TFF wamekata alama 3. Kwa jumla klabu ya daraja la pili imepoteza alama 21 kwenye msimamo wa ligi daraja la hapo katika nchi ya Uturuki. Msimu klabu hiyo imepata adhabu ya kupunguzwa alama 18 na shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA kwa kushindwa kutimiza majukumu ya kifedha katika kesi 3 tofauti walizokuwa wakihusishwa nazo kwenye mahakama ya kasa. Pia alama zingine 3 wamekatwa na shirikisho la mpira wa miguu katika nchi hiyo ya Uturuki TFF kwa kushindwa kufika kwenye mechi yao ya ufunguzi dhidi ya klabu ya Pendi Sport. Klabu hiyo ya Yeni Malatyaspor bado wanakumbwa na hasara za kiuchumi zilizosababishwa na tetemeko la ardhi lililopiga eneo la makao makuu ya klabu hiyo mwaka 2023. Klabu hiyo ilipoteza wachezaji wengi waliofariki dunia kutokana na tetemeko hilo, huku tetemeko likiacha hasara mbaya zaidi na uharibifu wa miundombinu msimu huu kwa klabu hiyo ambayo imepata adhabu ya kukatwa alama 21. Sudi wa Sudi Valentine naweka nukta kunako habari za michezo na kuacha uendelee na uchambuzi wetu wa habari ili wasikilizaji waweze kunufaika barabara. Asante sana.
Aya, asante kabisa mwenzangu Mari Makelele Uzile kwa habari zako hizo za michezo. Mpenzi msikilizaji wa redio ya kijamii Kivu, ikiwa kabisa ndo bado anakuja kujiunga nasi, nikukumbushe ya kwamba unaendelea kusikia uchambuzi wetu wa habari kutoka kwenye redio ya kijamii Kivu, redio ambayo inakutangazia kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya mji wa Baraka. Kampuni Fizi One Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Hivi sasa ni habari za mikoani. Tuko katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini Paruchuru. Ni kwamba kitengo kinachohusika na mbuga za wanyama katika eneo la Nyakakoma tarafani Ruchuru jimboni Kivu ya Kaskazini kimewataka raia wa eneo hilo kutokutumia maji ya ziwa Edward, hivyo ni kutokana na viboko vingi kufariki eneo hilo kwa ugonjwa wa anthrax. Akizungumza na Radio Kivu, Bwana Jeredi Kambasu, mmoja ya viongozi wa kitengo hicho, amesema kuwa viboko vingi huwa vinafariki kwenye maji kwa magonjwa hayo ambayo yanaweza vile vile kuleta madhara kwenye miili ya wanadamu. Huyu hapa ameongea na Radio ya kijamii Kivu. Wasiwasi kwa sababu hatujui hii magonjwa itafaa siku ngapi. Hivi viboko vitaendelea kufa kule kwenye mtoni wa Ishasha Ngiria Kagezi kwa siku ngapi, na hiyo inatuletea wasiwasi sana kusema je, haitaharibu maji ambayo tunatumikisha kufanya kazi ya uvuvi. Na unaona hapa kwetu Nyakakoma hatuna maji safi. Watu wengi wanatumia hii maji tu ya ziwa Edward, lakini unaona sio maji mazuri kwanza, na kisha tena inaingiliwa ndani na hii magonjwa hii epizootia ambayo tunaita anthrax. Lakini kazi zetu za uvuvi zinaendelea tu kama kawaida. Wavuvi wanaenda na katika mji watu wanafanya kazi. Ndio maana tunaomba sasa wakubwa wa ISSN kutusaidia kutufanyizia maji, kufanya forage pembezoni ya Nyakakoma tuweze kupata maji mazuri ile ambao watu wanaweza kutumia kwa kukunya, kwa kuepuka ili watu kipindupindu hii ya manyama isiweze kugeukia watu. Zaidi ya wafanyakazi wa ndani 800 kutoka kwenye shirika la EFDC Union des Femmes Domestiques du Congo mjini Goma jimboni Kivu ya Kaskazini hawana makazi, huku wengine hawajapata mishahara yao tangu mwezi wa kwanza. Hivyo ni kutokana na mzozo unaoendelea kwa sasa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Charles Migo ni mmoja wa viongozi katika shirika hilo, amesema kuwa kwa sasa wafanyakazi hao wa kazi za nyumbani wanaishi maisha magumu, huku wamoja wakianza kujishughulisha na kazi za kuuza mkaa pamoja na unga. Charles Migo ameeleza yafuatayo. Parmi wale watu wenye wako touche na hii situation kunakuwa pia wafanyakazi wa mnyumba, na wengi kati yao wanajikutana wanapoteza kazi. Wengine wanabaki ndani ya kazi lakini wanakuwa na shida ya kulipiwa na mabose wao, kwani nao peke nao iko na shida ya kupata pesa. Wengine wa bosi wao walikimbia vita, wengine wanabaki ndani ya manyumba ya wabose wao, wanawaachia wachunge nyumba, hakuna chakula, hakuna pesa, hakuna mshahara yake inafika, donc inakuwa yeye peke anajidebrie juu ya kuishi. Kwa leo tunahesabia 1600 wafanyakazi wa mnyumba wenye deja tunaenregistre ku niveau yetu ya Ifedoke, na leo tunapaswa hesabia au moins 50% kati yao walishapoteza kazi, wala wenye wanapitia madifikulte ya kutolipiwa. Lakini Ifedoke inapima kusindikiza wafanyakazi wa mnyumba kwa kufanya uchuruzi kidogo kidogo. Na huko Masisi ni kwamba watu wasiopungua 77,778 wamelazimika kuyahama makazi yao katika vijiji kadhaa ikiwemo Masisi jimboni Kivu ya Kaskazini. Hivyo ni kutokana na mapambano yanayoendelea eneo hilo kati ya jeshi la taifa FARDC dhidi ya M23. Kulingana na takwimu zilizokusanywa, wakimbizi wa ndani 47,178 ikiwemo familia 7,863 zimekimbia katika vijiji vya Myanja, Kalungu, Nyabyondo, Kanja katika grupumenti za Bafuna na Kashebere. Katika habari za kitaifa, msikilizaji wa redio ya kijamii Kivu, ni kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesimamisha harakati zote za chama cha kisiasa cha PPRD cha Rais Mustafa Joseph Kabila Kabange. Hivyo ni kutokana na kuwa kwake mjini Goma ambako mji huo unamilikiwa na waasi wa M23. Undani wa taarifa hii na mpisha mwenzangu Safari Alimasi Lemetinwa.
Serikali ya Kongo ilitangaza Jumamosi kusimamishwa kwa shughuli za chama cha PPRD kule nchini DRC, chama ambacho kinamilikiwa na rais wa zamani Joseph Kabila Kabange, ambako inamtuhumu kwa kimya dhidi ya uvamizi wa Rwanda mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika taarifa rasmi ya waandishi wa habari iliyosainiwa na naibu waziri mkuu anayesimamia mambo ya ndani, wizara hiyo inakemea na inalaani mtazamo uliozaniwa kuwa utata wa Kabila, seneta wa maisha na kinara wa PPRD, haswa kwa kuwa hajawahi kulaani kwa kutekwa sehemu moja inchi na jeshi la Rwanda pamoja na washirika wake M23 AFC, wala katika hotuba zake au wakati wa kurudi kwake hivi karibuni kwenda Goma, mji ulio chini ya udhibiti wa waasi. Kwa msingi wa sheria namba 04/002 ya Machi 15 mwaka 2004 juu ya vyama vya kisiasa, wizara inadhibitisha kwamba mkao huu ni ukiukwaji wa jukumu ya kisheria ya vyama vya kisiasa katika masuala ya uhuru na uadilifu wa nchi. Inaonyesha pia kuwa inatarajia kumfungulia mashtaka karibu na korti ya kikatiba. Wizara ya mambo ya ndani inakumbusha vyama vya kisiasa majukumu yao ya kuhakikisha ujumuishaji wa umoja wa kitaifa, kuhifadhi uhuru wa serikali ya Kongo kwa usalama na uadilifu wa eneo hilo, ilihitimisha tangazo hilo. Wakati hayo yakijiri, upande mwingine, waziri wa sheria nchini DRC Costa Mutamba aliamuru Jumamosi April 19, 2025 ufunguzi wa kesi za kisheria dhidi ya Joseph Kabila, rais wa zamani wa nchi ya DRC, na pia dhidi ya washirika wake anayeshukiwa kuunga mkono kikundi cha AFC M23. Katika taarifa rasmi, waziri alitoa maagizo kwa mkuu wa vikosi vya jeshi la DRC FARDC na kwa wakili mkuu katika korti kuu kuanzisha mashtaka dhidi ya mkuu wa zamani wa serikali ambaye aliongoza DRC kwa miaka 18. Kwa kuongezea, aliamuru kuzuiliwa kwa mali zote za seneta huyo wa maisha Joseph Kabila. Tangazo hili linabainisha kuwa hatua za kizuizi zimechukuliwa dhidi ya wanachama wote na maafisa wote wa PPRD, chama cha Joseph Kabila kinachohusika katika kesi juu ya uhaini kwa taifa. Hatua hizi zinalenga kuzuia jaribio lolote la kutoroka au kuficha ushahidi. Uamuzi huu unakuja wakati shida ya usalama inaendelea mashariki mwa nchi, ambapo AFC na wale wa harakati ya Mechi 23 yani M23 walioungwa mkono na Rwanda wanaendelea na mapambano dhidi ya vikosi vya serikali na kusababisha maelfu ya vifo na mamilioni ya watu kuyahama makazi yao. Joseph Kabila anatuhumiwa kwa kushiriki moja kwa moja katika uvamizi huu, ambako kulingana na serikali ni ukiukwaji mkubwa wa uhuru wa kitaifa. Nyarutuka habari za kitaifa kwa siku ya leo, penzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Radio Kivu. Asante sana kabisa mwenzangu Safari Alimasi Lemetenwar kwa ripoti yako hiyo ya habari za kitaifa. Msikilizaji, tumalizie uchambuzi wa habari na habari za kimataifa. Katika nchi ya Burundi ni kwamba baraza la mawaziri nchini Burundi limeidhinisha mswada wa sheria ya bajeti serikalini kwa mwaka 2025-2026. Msemaji wa serikali ya nchi ya Burundi Jerome Niyonzima amesema kuwa bajeti hiyo imezingatia kutokana na uchumi kutarajiwa kupanda kwa 4.6. Bukur Elias Daniel kutoka Burundi anaripoti zaidi. Mswada huo wa sheria ya bajeti ya mwaka wa fedha wa 2025-2026 umeidhinishwa kutokana na kwa uchumi wa Burundi utaweza kupanda kwa 4.6 kama anavyosema msemaji wa serikali Jerome Niyonzima. Uburyo butekanywa mu mwaka wa 2025 ushira wa 2026 ugateguwe hafatiwe ku biharuro vyerekana ko ubutunzi buzokwiyongera. Bajeti hiyo ya mwaka 2025-2026 ilitengwa kutokana na fedha ambazo zitaingia katika hazina ya serikali, ambapo itatokana na kupanda kwa uchumi wa nchi kwa 4%, wakati mwaka wa fedha wa 2024-2025 uchumi wa nchi ulikuwa ni 3.9%. Pia uchumi wa Burundi unatarajiwa kupanda kwa 5.6 katika mwaka wa fedha wa 2026-2027. Kupanda kwa uchumi inatokana na hatua zilizochukuliwa na serikali katika kutekeleza miradi mbalimbali mikubwa kama kilimo kupitia umwagiliaji, kuzalisha kwa wingi mazao ambayo ni muhimu katika soko la kimataifa, uchimbaji wa madini na ujenzi wa reli ya kisasa yani SGR. Pia kuna hatua zilizochukuliwa katika kupanua wigo wa namna fedha zitakavyopatikana, ikiwemo na kupambana na wahujumu uchumi na namna pia ya kutumia vizuri fedha za serikali. Baada ya kuidhinishwa kwa bajeti hiyo, pia iliungwa kamati itakayofuatilia shughuli za wizara mbalimbali, hasa katika suala la ujenzi, ili kukamilisha mradi wa nyumba ambazo ziko zinajengwa. Uzoja mu idoni dogi bikorwa bitekanijwe mu bushikiranganje butandukanye
cyane cyane kubijanye n'inyubako kugira ngo hashigwe imbere izimaze gutangura kubakwa. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Ni kupitia taarifa hiyo ya kimataifa ndipo kabisa natamatisha uchambuzi huu wa habari kwa siku ya leo. Nikushukuru wewe mpenzi msikilizaji uliyenitegea sikio mwanzo hadi mwisho kwenye uchambuzi huu wa habari. Vile vile nishukuru jopo nzima la waandishi wa Radio ya Kijamii Kivu walikuwa kwenye meza ya wariri ili kuziandaa, akiwemo Usafara Limasi Metinwar na wengine wengi. Msomaji wako wa siku naitwa Sudi Valente. Upande wa pili kijana Merci Mbiriza alikuwa kwenye dawati na mitambo. Msikilizaji, tukutane kwa mara nyingine. Bye bye. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.